Dulivani kupitia ukurasa wake wa Instagram, Insta story pale ameweza kumchana moja kwa moja kati ya watu ambao wamekaa wakiendelea kuzungumza kuhusiana na masakata ambayo yanaenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii. Yani kuna mtu ambaye anavaa uhusika wa kuendelea kulibeba jambo ambalo linaendelea, labda pengine kuna misunderstanding baina ya msanii fulani na msanii fulani, yeye anaibuka kwenye mitandao ya kijamii na kulieleza kama jambo ambalo analijua kinagaubaga. Sasa kwa upande wa Dulivani ameweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi kwamba ila Instagram kuna mtu anapenda kupost kila kitu cha watu kinachotrend, alafu ubaya huyo sio blogger wala sio presenter, anajua kila kitu. Yani ndo maana kuna wakati huwa anaumbuka kwa kuvamia vitu ovyo ovyo, akaweka emoji fulani hivi za kucheka. Ni ushamba au ni nini? Ndo mwishoni kabisa ameweza kuuliza bana swali kwa mashabiki wake, lakini pia wadau tofauti wa burudani ambao wanaendelea kumfuatilia Dulivani. Sasa Dulivani baada ya kuweza kuandika ujumbe huu hapa, wataalamu wa mambo wao wameweza kuona kwamba dongo hili limekuwa ni moja kwa moja kwa mwanadada Niffer ambaye yeye amekuwa akiendelea kuzungumza kuhusiana na wasanii, ameendelea kuzungumza kuhusiana na watu ambao wako na nguvu kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na huyu Niffer bana amekuwa akiendelea kuchambua baadhi ya matukio ambayo yanaendelea kwa hapa Bongo ambayo yanazidi kutrend. Sasa Dulivani yeye ameonekana kabisa kutokupendezewa na mwanadada huyu ambaye amekuwa akifanya mambo tofauti ambayo yanaonekana kabisa kama vile anakuwa ni mchambuzi ambaye anaendelea kuvamia mambo ambayo hayajui. So mwishoni kabisa kwa ujumbe ambao aliweza kuandika Dulivani, kama nilivyoweza kukusomea kwamba huwa kuna time anaumbuka kwa kuweza kuvamia vitu ovyo, akaweka emoji fulani hivi za kucheka kwenye mwisho wa ujumbe kabisa ambao Dulivani ameweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story. So kwa kuweka kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, bana uko na mtazamo gani kuhusiana na sakata la mtu kuweza kuvamia ambalo masakata ambayo yanaendelea kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii, either ni misunderstanding baina ya wasanii, lakini pia vitu ambavyo vina trendi anaendelea kuibuka kwenye mitandao ya kijamii na kuyazungumzia kama anayajua kinagaubaga. Tupe mtazamo wako kwenye anja comment hapo, usiache kulike, kusubscribe, kushare, lakini pia bana ukidrop comment yako hapo nitafurahi kinoma noma. Jamani, si kisingizio kwamba sikukuu ya Eid watoto waomba majumbani, mwanapita kaombe katika sikukuu yao, si lazima kupewa, ni sadaka tu watu wanayo